Mfanyabiashara sio kuwa na duka. Mfanyabiashara ni asili ya mtu, ni kitu ambacho mtu anajengewa ndani. Sure. Kuna tabia za kibiashara, hata kwenye namna ya kuhandle pesa ndogo ndogo unaweza ukajua, hata kama una watoto nyumbani unaweza ukajua kabisa hapa tuna mtoto ambaye ni mfanya biashara, na hapa tuna mtoto ambaye ni mwajiriwa, na hapa tuna mtoto ambaye ni wa kujiajiri. Unaweza kabisa kuwatazama watoto wako na kujua huyu ni mfanya biashara. Tabia zake zote na mienendo yake yote na namna anavyo handle pesa ndogo ndogo, huyu ana akili ya biashara. Kwa mfano, kuna mtu alikuwa ananiambia na mtoto wake wa kiume ambaye alimnunulia baiskeli tu kama hivyo ku birthday na nini, lakini yule mtoto ile baiskeli akawa anaenda nayo mtaani. Mtoto wa darasa la 3 la 4 anaenda nayo mtaani, alafu anawakodisha wenzake. Unaona? Anasema mimi nimekununulia baiskeli lakini wewe unawapatia rafiki zako tu. Kumbe dogo anawakodisha wenzake, wanampa hela. Hamna mtu aliyomwambia hichi kitu. Kanunulia baiskeli ya kwake, wenzake wameipenda, kapata wapi hiyo akili? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe kuna mtu anakuwa amejengeka kibiashara tayari kabla ya kupewa mtaji. Huyu mtu hajapewa hela, amepewa baiskeli, lakini ameweza kugenerate pesa kutokana na kitu alichopewa kama zawadi. Kwa uwezo huo mtu asipokuwa nao, hata ukimpa mtaji umemboost tu, umempa hela nyingi, lakini hanaga hata uwezo wa kuzalisha hela ndogo kuwa nyingi. Kabla mtu hajapata mtaji wa milioni 5 anaoutaka, je, anaweza kuzalisha 500,000 kuwa milioni? Hamnaga mtu msiri ambaye hawezi kupata hela kabisa, hata hela ndogo. Uongo. Kama mtoto anaweza akakodisha baiskeli akatengeneza pesa, msiri mimi na wewe tunashindwa nini kufanya chochote kile ambacho kinaweza katuingizia hela fulani, hata kama ni kujitolea kwa mtu. Kwa hiyo kuna kwanza kujitafuta. Hilo ni jambo la kwanza ambalo lazima mwana ajue linapaswa kufanywa kazi. Ajue uwezo wake unaenda mpaka wapi kabla ya kupata mtaji wa pesa. Asipojua hilo jambo, atasumbuka sana kufikiri kwamba shida yake ya kutofanikiwa ni ukosefu wa pesa, ukosefu wa mtaji. Na ndio maana nilisema, respectfully speaking, serikali inafanya mambo makubwa na mazuri kuhakikisha watu ambao wanahisi shida yao ni mtaji, watengeneze vikundi, kuwa na mazingira ya wezeshi ya kuwapa mitaji ya fedha. Lakini mimi shida yangu inakuwa moja, hawa ambao watapewa mitaji, je, wameshajitambua? Je, wana capacity ya kuutumia ule mtaji kuzalisha na kurejesha ili wengine wapewe? Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo tusipo ya address, manake tutakuwa tunazalisha watu ambao wanafikiri shida ni pesa. Lakini kwenye maisha msiri utakuja kugundua pesa sio kwamba ndo shida ya mtu kutofanikiwa.